Mimi sina shida naye sana kwa sababu ni mchezaji ambaye ukimtazama product yake ndani ya kiwanja ni kama ni 50-50 kwa maana ya 50%, na product yake inakuwa 50-50 kwa sababu ana uwezo wa kupandisha mashambulizi vizuri. Siku hizi amekuwa na advance, ana overlap, anakwenda anapiga ile cross ya mwisho kwenda kumtafuta kwa maana ya Dumbia, ama muda mwingine anakwenda kumtafuta Elie Mpanzu ambaye mara kadhaa ndio huwa anasimama kama the last target man kwenye kikosi cha Simba kwa ajili ya kuweka mpira kwenye kimia. Kwa hiyo ukijaribu kumtazama, kwangu mimi amekuwa na 50-50 kwa sababu sio mchezaji ambaye anaweza akaproduce a wonder performance kwenye pasi zake anazozitoa zikawa bora zaidi. Lakini ukiacha hapo, angalia namna ambavyo huwa ana deflect ama anaporudi kukaba, kwa maana ya namna ambavyo anatumia fiziki, matumizi yake ya nguvu ndani ya kikosi cha Simba. Mara kadhaa amekuwa ni mchezaji ambaye anatumia more physicality and not psychological and knowledge. Mazingira ya kutumia psychology ya mpira na maarifa imekuwa ni ndogo sana. Yaani ukimpita ana matumizi mengi sana ya nguvu. Kwa hiyo ziko nyakati analeta dangerous play kama ambavyo tuliona ile kadi nyekundu iliyokuja kusababishwa akaweza kutoka. Kwa hiyo kwangu mimi namuona Duchu ni miongoni mwa watu ambao hawatakuwa na effect kubwa kwenye timu, kwa sababu hata misimu kadhaa nyuma bado nafasi yake kwenye mechi nyingi zilikuwa zinachukuliwa na mchezaji bora zaidi. Unaweza ukamuita kapteni wa timu ya Simba kwa maana ya Baba Esther, ama wengi wanapenda kumuita Shomari Kapombe. Kwa hiyo nafasi yake naiacha ikiwa na minimum ya average ya wastani 30 mpaka 25 kwa na effect. Lakini kwa Jabari of course ni kiungo ambaye amekuwa amekuja kufiti kwenye mfumo wa Simba, kwa maana kwamba ametengeneza link up for play. Ni mchezaji ambaye amekuja kuunganika na wachezaji wa katikati kwa sababu ana uwezo wa kuhodi mpira, kutuliza mpira na kuanzisha mashambulizi. Jabari ukimtazama ni miongoni mwa wachezaji ambao pasi zao nyingi ziko accuracy. Ana matendo mazuri zaidi ya kupiga pasi, kwa maana pasi za mbele kwa maana long pass and short pass zimekuwa na accuracy ya kiwango cha juu zaidi, ambacho mara kadhaa huwa anakitoa wakati yuko ndani ya kikosi cha Simba. Na amekuwa ni mtu ambaye anakuwa anacheza kwenye dimba la chini, lakini mara kadhaa anasogea mbele kidogo kwa ajili ya kupeleka mashambulizi mbele, ingawa bado hata yeye hajawa direct kwenye maeneo yote mawili. Yani ukimtazama kama kiungo wa ukabaji, bado hajatoa ule ufanisi wa moja kwa moja wa kwamba ana uwezo wa kuisaidia sana defense kwenye kujirinda, kwa sababu bado sio mchezaji ambaye anafika sana, anagongana sana, kwa sababu ni soft midfield. Yani ukimtazama Jabari ni aina kiungo ambaye ni laini, anatamani kukaa na mpira aweze kuamua mpira uende kushoto, mpira uende kulia. Ni aina ya wachezaji ambao they play at the hisink, yani anacheza kama anafikiria, ubongo unavyomwambia atafasili matendo ndani ya kiwanja ndio anacheza hivyo. Kwa hiyo ukimtazama kwenye eneo la kujirinda bado ni dogo, ukimtazama kwenye eneo la mbele bado ni mchezaji ambaye anacheza katikati, lakini sio mzuri sana ku advance na mpira. Ni mchezaji mzuri kupunguza na kutoa pasi, lakini kwa Simba anatakiwa mchezaji ambaye anaweza akaseleleka na mpira ama akatengeneza acceleration ya kuondoka kwenye eneo moja kwenda lingine. Kwa hiyo nikitazama engo hizo naona hata yeye kutokuwepo kwake bado kutakuwa hakuna athari kubwa sana, isipokuwa tu wawepo wachezaji sahihi wa kuweza kuziba hayo mapengo. Na bahati nzuri kwa Simba ukiwatazama bado wana timu nzuri. Yuko beki ametokea Azam, miongoni mwa beki ambaye ana uwezo wa kwenda kucheza kwa kiwango kikubwa, akatengeneza mstatili bora sana wa kukaa kwenye eneo na akatoa performance ambayo ni nzuri kwenye eneo ambalo Duchu anaweza akawa hayupo. Yuko mtu ambaye usajili wake ni mchezaji mzoefu na ana quality na ana performance, anaweza akaenda kuziba na kila kitu kikaenda. Kwa Jabari maana yake ni mwalimu ni kubadilisha mfumo wa Simba. Sasa hivi nimeona kama mwalimu amebadilika. Kipindi cha nyuma Simba ilikuwa inacheza mfumo wa 4-2-3-1, kwa maana kwamba wanakuwa na mabeki wanne, viungo wawili, viungo watatu wa kushambulia na mshambuliaji mmoja. Lakini kwa sasa hivi naona kama kuna mabadiliko. Viungo wa kukaba, mwalimu toka aliporejea kwenye pre-season yake Rwanda, amekuja Tanzania, akaenda Zanzibar, akapokea kipigo na Dar es Salaam Young Africans, amekuja kwenye ligi, ameshinda mechi 2 na yuko nafasi ya pili kwa utofauti wa magoli baina yake pamoja na Dar es Salaam Young Africans, mabingwa watetezi wa msimu uliopita na mabingwa mara 5 wa ligi kuu Tanzania bara mfululizo Dar es Salaam Young Africans. Ukimtazama Steve
amebadilika, haendi tena na viungo wawili wa kukaba, labda kwa sababu sijajua, kwa sababu viungo wawili wa kukaba nao ana Kevin Nation, ana Kagoma, ni wachezaji wazuri sana, wanaweza akaenda hapo, lakini unaweza ukaangalia baadhi ya wengine wako kama some injuries, bado hawajatengeneza ile level yao ya fitness kwa ya 100%, kwa maana ya 100%. Sasa ukiacha eneo hilo, sasa hivi ndani ya Simba kiungo wa kukaba amekuwa anakwenda mmoja. Yaani Simba wanakuwa na mchezaji mmoja ambaye ni kwenye eneo la kukaba. Sasa kuwa na mchezaji mmoja maana yake unatengeneza Chama, Neo Maema na Jabari walikuwa ni wachezaji ambao ni wazuri zaidi kwa advance na mpira, na anatengenezwa mchezaji mmoja tu wa kukaba. Maana yake natarajia kuiona Simba hata kesho watakwenda na mfumo ule ule, kiungo mmoja wa kukaba, halafu wachezaji wengine wanao uwezo wa ku advance na mpira watafanya kazi hiyo. Mimi si mfumo wa sasa wa Simba umechange, unacheza kwenye mfumo wa 4-3-3, kwa maana wachezaji watatu kwenye eneo la kiungo ambao wanacheza kwenye one line ambao ni kama zone line, ambao wachezaji hao watatu sasa anaweza akawa ni Kagoma, anaweza akawa ni Neo Maema, sijajua kama mwalimu anaweza akampanga Kevin Nation ama akampanga Chama. Yes, anaweza akawa timu ikaenda hivyo, kwa maana Chama Nation acheza, halafu mbele kule akampanga Eli Mpanzu, Libasege, halafu akampanga Anse Cheula ili kutengeneza mstatili bora wa timu kuweza kupata matokeo. Kwa timu ya Simba mechi mbili inacheza mfumo wa 4-3-3 ambao sasa faida yake ni kwamba unaposhambulia unatengeneza wastani bora wa kuwa na idadi ya wachezaji 6 kwenye eneo la mwisho. Yaani kwenye final third ya timu pinzani unakuwa na wachezaji 6, kwa sababu viungo hao watatu asili yao wengi ni kuchezea mpira. Maana yake timu inapokuwa inasogea mbele, mabeki wanaisogeza timu, unawakuta madefenders wa Simba kwa maana ya Rushain anasogea katikati pamoja na mabeki wake wa pembeni, ambao sasa akishasogea katikati wale viungo watatu wa nyuma, maana yake wa katikati nao wanasogea kwenda kuongeza namba ya washambuliaji wawili watatu wa mbele ambao wameongezeka. Unapokuwa na wachezaji 6 kwenye penalty box, hiyo sasa inakutengenezea jambo moja. Mmoja hatakabwa, atakaa kwenye mstari, kama itapigwa pasi anaweza akaipokea na akafunga. Na hizo ndio mianya ambazo Libasa anazifanyia kazi, lakini unaweza ukaangalia hata goli la Chama alilofunga juzi ni kwa sababu idadi ya wachezaji wengi wa viungo wanakuwa ndani ya penalty box kwenda kuongeza uwiano wa namba. Wachezaji watatu eneo hilo na wachezaji watatu wanakuwa 6, lengo na mazumuni kama goalkeeper ama mchezaji akifanya makosa wanakwenda kufunga. Kwangu mimi hakuna effect wala hakuna madhara ya kukosekana kwa Jabari wala kwa Duchu kwenye mechi ya kesho. Kwa sasa tupate kumsikia meneja habari mawasiliano